Yes, kuelekea katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, Mzizima Derby wanaita hivyo wenyewe, ni Simba dhidi ya Azam FC, mchezo ambao utachezwa kesho Disemba 7 mwaka 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam majira ya saa 11 jioni. Mchezo huu ambao kabla mchezo hii leo kumefanyika presi kuelezea maandalizi kwa makocha lakini pia wachezaji kwa husika ni kwa namna gani ambavyo wamejiandaa kuelekea katika mchezo huo husika. Hii leo Selemani Matola amezungumza na waandishi wa habari kubwa zaidi kuelezea ni kwa namna gani ambavyo wamejiandaa vilivyo kwenda kuwakabili Azam FC. Alichozungumza Selemani Matola hii leo ni kwamba wamejiandaa vizuri kwenda kuzinyakua alama 3 muhimu, na wanajua kwamba wanaenda kukutana na mchezo mgumu, kwani Azam FC ni kikosi ambacho kimesajili vizuri chini ya mwalimu Florent Ibenge. Hayo ni maneno ya Selemani Matola, lakini akaenda mbali zaidi na kusema kwamba mchezo wa kesho watawakosa baadhi ya nyota ambao tegemezi katika mchezo huu wenyewe husika. Baadhi ya nyota hao ni Mzamiru Yasin ambaye ataukosa mchezo wa kesho, lakini pia Abdulrazak Hamza ambaye inataarifiwa ama inajulikana kwamba amefanyiwa upasuaji, hivyo basi na yeye ataukosa mchezo wa kesho. Lakini pia goalkeeper Kamara ataendelea kuwa nje na kuukosa mchezo wa Mzizima Derby. Hayo ni maneno ya Selemani Matola, lakini pia akaenda mbali zaidi ya kusema kwamba wapo kwenye pressure kubwa hivi sasa kulingana ya kwamba ligi imekuwa ngumu kwa hivi sasa, na wakiotambua ya kwamba Azam FC michezo yao ya mwisho hawakupata matokeo mazuri. Kumbuka Selemani Matola amekabidhiwa timu kama caretaker, tunaweza tukasema hivyo, kama kocha mkuu, ingawa Simba mpaka hivi sasa hawajatambulisha kocha yote mara baada ya mwalimu Demental Pantev kuondoka katika kikosi hiko. Selemani Matola amesema ya kwamba wana mchezo mgumu lakini wanaenda kuipambania nembo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Selemani Matola ameiongoza Simba katika michezo 4 ya ligi kuu soka Tanzania bara, na michezo yote kunyakua alama 3 muhimu na kujishikilia katika nafasi ya 5 katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Simba ambaye ana alama 12 kwenye michezo 4 aliyocheza. Ikumbukwe Simba alicheza mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Fountain Gate akinyakua alama 3, lakini pia mchezo uliofuata ulikuwa ni dhidi ya Namungo akinyakua alama 3, na mchezo wa 3 ulikuwa ni mchezo wa 3 ulikuwa ni uliochezwa katika Meja Jenerali Samuel dhidi ya JKT Tanzania, lakini mchezo unaofuata wa 4 Simba alicheza dhidi ya kikosi cha Mbeya City, na mchezo wa kesho ni mchezo wa 5 kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, Simba inasoma akiwa katika nafasi ya 5 akiwa na alama 12 kwenye michezo yote 4. Kumbuka michezo hii 4 Simba amecheza ikiwa chini ya Selemani Matola michezo 3, lakini pia mchezo mmoja ambao ulikuwa ni mchezo wa JKT Tanzania, Simba aliongozwa na mwalimu Demental Pantev, ambao ulikuwa ni mchezo wa JKT Tanzania ambao Simba alinyakua ushindi wa magoli 2-1. Hivyo basi mwalimu Selemani Matola unaenda kuwa ni mchezo wake wa 4 hapo kesho dhidi ya Azam FC, na michezo 3 ameandika historia ya kushinda michezo yote. Na mulika Simba ambaye amekuwa na pressure kubwa sana kwa hivi sasa, ni mara baada ya kutoka katika ligi ya mabingwa barani Afrika kupoteza michezo yote, na mchezo wake wa kuelekea mchezo wa kesho, kabla hapo alicheza mchezo dhidi ya Mbeya City na akafanikiwa kushinda magoli 3 kwa bila. Kumbuka Simba amekuwa na consistency nzuri sana ya kufanya vizuri kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo kesho anaenda kutupa karata yake, lakini Azam FC kwa upande wao wamecheza michezo 5 ya ligi kuu soka Tanzania bara na wakifanikiwa kushinda mchezo mmoja na wakitoa sare michezo takriban. Azam FC wamecheza michezo 4 wakitoa sare michezo 3 na wakishinda mchezo mmoja. Hivyo basi kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara wapo katika nafasi ya kwa haraka Azam FC wapo katika nafasi ya 12 wakiwa na alama zao 6. Kwa hiyo ukiangalia michezo ya mwisho kwa upande wa Azam FC, lakini upande wa Simba ni wazi kabisa Azam FC wanaingia kama underdog kwenye mchezo huu husika. Lakini pia ukiangalia maneno ya msemaji wa ama afisa habari wa kikosi cha Azam FC Hashim Ibwe hii leo, na yeye pia amekilia kwamba wanauelekea mchezo mgumu na wanaingia kama underdog kwenye mchezo huu. Kubwa zaidi ni kuangalia namna ambavyo Simba trending ya matokeo, lakini pia wataingia kwa kumheshimu mpinzani ambaye ni Simba. Hayo ni maneno ya Hashim Ibwe ambaye ameongea hii leo kwenye press, lakini in reality ama to be honest, kwangu mimi Azam FC ana mchezo mgumu, na Azam FC anaingia kwenye mchezo huu akiwa na pressure kubwa sana. Ukiangalia michezo 3 mfululizo Azam FC ametoa sare. Kwa hiyo
Kesho mwalimu Florent Ibenge anaingia katika wakati mgumu, anaingia katika kupambania nembo ya Azam FC. Kumbukwe matokeo ya mwisho si mazuri kwake, hivyo basi akipoteza mchezo huu atajiweka katika hali ngumu, atajiweka katika pressure kubwa. Basi ni wazi kabisa anatakiwa kufanya juu chini mwalimu Florent Ibenge apate alama 3 katika mchezo wa kesho. Na tukikumbuka timu hizi mbili katika matokeo ya mwisho ambayo wamecheza, mchezo ambao ulimalizika kwa dakika 90 kwa sare ya bao 2-2. Tunajua mchezo huu ambao alifunga Elie Mpanzu, lakini pia kwa upande wa Azam FC alifunga Zidane Seleri dakika za jioni kabisa, lakini pia Faisal Salum aliweza kufunga katika mchezo huu wa mwisho na kuibuka katika sare ya bao 2-2. Hivyo basi mchezo wa mwisho unakwenda kutoa taswira gani kwenye mchezo huu husika? Natumai kabisa unaenda kuwa ni mchezo mgumu kwa pande zote mbili, mwalimu Selemani Matola lakini pia mwalimu Florent Ibenge. Kwa hiyo ni muendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara na ni hadhi ya mchezo mkubwa kabisa ambao watu wengi wanausubiria na kuuona hapo kesho. Kwa hiyo namna ambavyo muendelezo wa ligi kuu ndivyo ambavyo unasoma. Lakini pia Simba ikumbukwe baada ya kuondoka kwa Mental Pantev imekuwa na pressure kubwa sana. Tumeona baadhi ya nyota ambao walikuwa wapati nafasi wameanza kupata nafasi. Mchezaji kama Yusuf Kagoma, lakini pia mchezaji kama Mohamed Bajabila ambaye mchezo wa mwisho wa ligi kuu soka Tanzania bara juzi dhidi ya Mbeya City alifanikiwa kuingia na kuweza kupata bao lake la kwanza, yani first touch, first goal, first game kwa Mohamed Bajabil. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao hawakupata nafasi chini ya mwalimu Mental Pantev, lakini chini ya mwalimu Selemani Matola wameweza kupata nafasi. Mtu kama Yusuf Kagoma amepata nafasi katika mchezo wa juzi na ameweza kuonyesha kitu kikubwa, lakini pia mtu kama Mohamed Bajabil ameanza mwanzo wake mzuri wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini Morris Abraham naye pia anaendelea kuwa lulu katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya hao ni baadhi ya wachezaji ambao wameendelea kupata nafasi na wameendelea kuonyesha uhai katika kikosi cha Simba. Kwa hiyo ni kipi ambacho kinasubiriwa? Ni namna ambavyo mchezo wa kesho, mchezo wenye hadhi kubwa kabisa. Azam FC kumbukwe huwa hapati matokeo mazuri sana anapokutana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo ni historia inaenda kuandikwa na Simba, ni jambo la kusubiria na kuona ama Azam FC wanaendelea kuishia pale walipoishia kwenye mchezo wa mwisho. Kumbukwe wameandika historia kwa dakika za mwisho kabisa, Zidane Seleri kuweza kufunga bao kwenye mchezo huu wa mwisho wa sare ya bao 2-2. Kwa hiyo Azam FC wataenda kuchukua alama 3 kwa Simba ama wataenda kuchukua alama 1 kwa Simba, ni jambo ambalo linasubiriwa na kuona. Ni mara baada ya kutamatika kwa mchezo huo wa ligi kuu soka Tanzania bara, basi ligi kuu ni rasmi itaenda mapumzikoni. Kwa hiyo ni wazi kabisa kila timu inataka kujiweka mahali pazuri, na timu zinaposimama hivi sasa ama ligi inaposimama hivi sasa wajiweke katika mahala pazuri. Kwa hiyo kama Simba atafanikiwa kushinda mchezo wake wa 5 wa ligi kuu soka Tanzania bara, atafanikiwa kuwa na alama 15 ambazo atajiweka vizuri. Na ukiangalia msimamo wa ligi kuu hivi sasa unasoma kama ufuatavyo: JKT Tanzania akiwa amecheza michezo 10 akiwa na alama 17, lakini Pamba Jiji akiwa amecheza michezo 8 akiwa na alama 15, lakini Young Africans akiwa amecheza michezo 5 akiwa na alama 13, lakini Mashujaa akiwa nafasi ya 4 akiwa amecheza michezo 9 akiwa na alama 13, Simba Sports akiwa amecheza michezo 4 akiwa na alama 12, lakini Namungo FC akiwa amecheza michezo 8 kwenye nafasi ya 6 akiwa na alama 12, Mtibwa Sugar akiwa amecheza akiwa kwenye nafasi ya 7 akiwa amecheza michezo 8 akiwa na pointi zake 10, lakini Fountain Gate akiwa kwenye nafasi ya 8 akiwa amecheza michezo 10 akiwa na alama 10, lakini Coastal Union ambaye akiwa kwenye nafasi ya 9 amecheza michezo 7 akiwa na alama 9, lakini Singida Black Stars akiwa amecheza michezo 4 akiwa na alama 8, Mbeya City akiwa amecheza michezo 11 akiwa amecheza michezo 10 akiwa na alama 8, lakini Azam FC akiwa amecheza michezo 4 akiwa na alama 6, TRA ambaye amecheza michezo 6 akiwa na alama 6, lakini Tanzania Prisons kwenye nafasi ya 14 akiwa amecheza michezo 6 akiwa na alama 6, lakini Dodoma Jiji akiwa kwenye nafasi ya 15 akiwa amecheza michezo 8 akiwa na alama 6, lakini KMC akiwa kwenye hali tete kweli akiwa amecheza michezo 9
9 kwenye nafasi ya 16 akiwa na alama 4, na yeye ndiye ambaye yupo chini kabisa akiwa anaburuza mkia. Ni kipi ambacho kinakwenda kusubiriwa na kuona ni Mbeya City kwenye kushuka daraja ama kwenye kuendelea kufanya vizuri na kuimarika vyema kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini ukiachana na mchezo huo, hapo kesho pia kutakuwa na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara majira ya saa 1:15 katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Young Africans atakaribishwa na Coastal Union wana Mangush, ambao tunajua uwanja wao wa Mkokwani pale Tanga unafanywa marekebisho kwa mara baada ya TFF lakini pia bodi ya ligi kujiridhisha kwamba hauna vigezo kwa hivi sasa na kuufungia, na hivyo basi Coastal Union wakitoka Tanga kuelekea Dodoma watawakaribisha Young Africans katika mchezo wa kesho wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ni Young Africans kuendeleza ubabe huo, ni jambo la kusubiria na kuona. Kumbuka Young Africans amekuwa na matokeo mazuri, itakuwa ni mechi yake ya 6 ligi kuu soka Tanzania bara mpaka hivi sasa akiwa na alama zake Young Africans akiwa na alama zake 13. Ikumbuka ametoa sare moja dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo ni kipi ambacho nacho kitakwenda kutokea kesho katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma, ni jambo la kusubiria na kuona. Kwa hiyo hizo ni mechi za kesho ambazo zitafunga ama zitakwenda kupigwa na zitakuwa ni mechi za mwisho kabla ya ligi kuu soka Tanzania bara kusimama. Ikumbuka na leo pia kutakuwa na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Singida Black Stars watamkaribisha TRA United katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam majira ya saa 10 mchana. Tutasubiria na kuona ni kipi ambacho kinakwenda kusubiria. Hivyo basi mtazamaji wa Kawabe Media, tumezungumza mengi sana na tumekuhabarisha kulingana na ligi kuu soka Tanzania bara mwenendo ulivyo na mechi ambazo zinatarajiwa kupigwa. Mechi kubwa ya Simba na Azam ndio mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu, lakini hata Young Africans dhidi ya Coastal Union. Hatuna la ziada, endelea kuikumbatia Kawabe Media na endelea kufuatilia katika peji mbalimbali za mitandao ya kijamii kule YouTube kwa jina la Kawabe Media, lakini Instagram pamoja na Facebook, lakini pia TikTok. Mimi ni kijana wako na hoza wako beki mwenye nizamu Ernest Singano. Sina la ziada, nikutakia wakati mwema.